Leo nataka tuzungumzie kwa habari ya ukamilifu. Nataka tuzungumzie kwa habari ya ukamilifu. Tunajua ya kwamba Mungu ni mkamilifu. Tunajua ya kwamba Yesu ni mkamilifu. Lakini tunapojua hayo ya kwamba Mungu ni mkamilifu na Yesu ni mkamilifu, tunachopaswa kujua ni kwamba ukamilifu unakuja au ni ukamilifu ni zao la utoaji. Mtu aliye mtoaji ni rahisi sana kufikia level ya ukamilifu upesi au kukua kiroho haraka sana kulingana na mtu ambaye sio mtoaji. Mungu ni mkamilifu kwa sababu alitoa. Alimtoa Yesu. Kitu cha pekee alichonacho alikitoa. Kitu cha thamani alichonacho alikitoa. Ndio maana Mungu ni mkamilifu. Kwa hiyo utoaji unaonyesha kwamba au ni alama ya kwamba mtu ni mkamilifu. Kwa sababu gani? Anatoa kitu kilicho kikamilifu. Kile unachokitoa kile ndicho kinachokuonyesha wewe una hali gani ndani yako. Mtu mwingine anasubiri vile vitu ambavyo yeye havihitaji ndivyo anatoa kwa Mungu. Huyo sio mkamilifu. Mkamilifu ni yule mtu ambaye anatoa vitu vilivyo vikamilifu. Kabla hajaanza kutumia mazao yake, anatoa kwanza kwa Mungu. Kabla hajaanza kutumia mshahara wake, anatoa kwanza kwa Mungu. Huyo mtu anatoa vitu vikamilifu. Ndio mposa tunasema Mungu ni mkamilifu kwa sababu alimtoa Yesu, hakumtoa Yesu kilema, hakumtoa Yesu hana jicho, hakumtoa Yesu kiziwi, hakumtoa Yesu akiwa na mapungufu, alitoa kitu kikamilifu, aliupa ulimwengu. Yohana 3:16. Basi kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili Biblia inasema kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo uzima unapatikana baada ya Mungu kutoa. Ndio sisi tunapata uzima wa milele. Kutoa na sisi kuamini. Na Yesu tunasema ni mkamilifu kwa sababu Yesu alijitoa. Alijitoa yeye mwenyewe. Alisema uhai wangu na utoa mwenyewe. Wala hakuna mtu anayeutoa uhai wangu. Mimi mwenyewe nautoa uzima wangu ili baadaye nije niutoe tena. Kwa ile hali ya kujitoa yeye mwenyewe akiwa mkamilifu, akiwa mzima, akiwa hana doa, akiwa hana dhambi, akiwa hana sababu yoyote ya watu kumsema, akiwa hana uwete, wala hana upofu, wala hana ububu, alijitoa yeye akiwa mkamilifu. Inaonyesha kwamba yeye Yesu ni mkamilifu. Kwa hiyo ukamilifu wana wa Mungu tunaupata kwa njia ya utoaji. Tukiangalia sasa katika utaratibu niliouandaa hapa wa kujifunza, tunasema ukamilifu huja kwa njia ya kujitoa au kwa njia ya kutoa. Mungu alimtoa Yesu kikamilifu, hakuwa mgonjwa na najisi. Na Yesu alijitoa kikamilifu, ndio maana yeye ni mkamilifu. Kwa hiyo ukiokoka sasa, wewe ukiamua kuokoka, pale wewe umejitoa. Ukiokoka, pale wewe umejitoa. Wewe naye unaelekea kwenye ukamilifu kwa sababu umejitoa liwalo na liwe. Unaacha dhambi ulizokuwa unazitumikia sana. Unaacha vitu ulivyovizoea kuvifanya. Unaacha vitu ulivyovipenda sana, unaviacha. Unaacha vitu ambavyo ulikuwa umevizoea sana. Unaacha marafiki, kampani ya baa uliokuwa umeizoea sana, kampani ya uovu, unaacha kila kitu, unajitoa. Unapookoka pale unajitoa, unaingia ndani ya Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu huonekani. Ile kwenye Walawi imezungumzwa kwamba hiyo inaitwa burnt offering au inaitwa sadaka ya kuteketezwa. Kwa unapookoka umejitoa wewe kuwa sadaka ya kuteketezwa. Kitu kinachoteketezwa kinapotea, kinakufa, hakionekani kabisa, yanabaki majivu na majivu yanapeperushwa na upepo, hakionekani kabisa. Kitu kilichoteketezwa ni wewe sasa ukiamua kuokoka kumpa Yesu maisha yako, umejitoa kama sadaka ya kuteketezwa. Unapoingia ndani ya Yesu si unafichwa? Huonekani? Wachawi hawakuoni, watu wabaya hawakuoni, vitu vibaya havikuoni, kila anayekuja kwako kwa nia mbaya hakuoni kwa sababu umefichwa ndani ya Yesu. Hiyo ndio inaitwa sadaka, umejitoa sadaka ya kuteketezwa. Umefichwa, huonekani tena. Watu hawakuoni. Kwa namna ya mwilini wanakuona, lakini kwa namna ya roho huonekani, umefichwa.
umehifadhiwa ndani ya Yesu, hiyo ndio inaitwa sadaka ya kuteketezwa. Wewe umejitoa sadaka. Kuamini au kuokoka ni kujitoa sadaka. Uonekane. Unajitoa sadaka kwa sababu gani? Unaacha vitu vyako ulivyokuwa unavipenda sana, taratibu ulizozizoea sana, mifumo uliyoizoea sana, yani unajikana wewe mwenyewe, yani wewe yule ambaye ulikuwa umezolea sana vitu vya kidunia, ambao ulikuwa umezolea sana vitu vya kiulimwengu, hata ukao unaonekana unavikana, unavikataa, unajitoa kwa Yesu, kwamba mimi ni wa Yesu, nitafuata sheria za Yesu. Ile sasa ndiyo sadaka ya kuteketezwa. Hii sadaka imezungumziwa kwenye kitabu cha Walawi sura ile ya 1, ya 2 na sura ile ya 3. Imezungumziwa hii sadaka ya kuteketezwa. Sura ya 1 inazungumzia kujitoa kabisa kwa Mungu. Kujitoa kabisa kwa Mungu. Yaani kama vile mnyama aliyeteketezwa kabisa, sisi pia tunajitoa kabisa kwa Mungu bila kuhifadhi chochote. Kuhifadhi chochote na maana unajitoa bila kukumbuka chochote, bila kubeba chochote, bila kuwa na dhambi, bila kuendelea kutenda dhambi yoyote. Ukiokoka alafu bado unatenda dhambi, wewe hujajitoa. Wewe hujateketea. Wewe hujajiteketeza, wewe hujateketea. Kama umeokoka alafu bado unatenda dhambi, wewe haujateketea. Unatakiwa uache kila kitu. Kama ambavyo mbuzi au ng'ombe akiteketezwa akibaki kitu, na wewe unatakiwa usibaki kitu. Vile vile sura ya 2 ya kitabu cha Mambo ya Walawi inazungumzia sadaka nyingi. Hii sadaka ya sura ya 1 hii ni sadaka ya kuteketezwa, ambayo mtu mwenye dhambi ambaye alikuwa ametenda dhambi anaenda kwa kuhani na sadaka yake ya kuteketezwa. Akifika pale, inayoteketezwa ni ile sadaka kwa niaba yake yeye. Hili kwa Agano la Kale hapo nakugusia. Agano Jipya tunaingia ndani ya Yesu, tunahesabika tumeteketea sisi hatupo. Lakini kwenye Agano la Kale unaenda na sadaka yako, ng'ombe au mbuzi. Ukienda pale kwa kuhani, unaweka mikono yako kwenye ile sadaka. Unaungama dhambi zako zote ulizozifanya, zinahamia kwa yule mnyama. Baadaye tunasema ya kwamba wewe dhambi zako hazipo tena kwako, kwa imani zimehamia kwa yule mnyama. Kwa baadaye yule mnyama anachoma moto, anachinjwa. Akichinjwa, damu inamnyunyiziwa madhabahuni, lakini yeye anachoma moto, kuonyesha kwamba dhambi zako umeshatubu, zimesamehewa. Lakini sura ile ya 2 yanazungumzia kupoteza maisha yetu. Kujitoa kikamilifu inamaanisha kupoteza maisha yetu ya zamani na kuishi maisha mapya katika Kristo. Vile vile inamaanisha kutumika kwa ajili ya Mungu, kama vile sadaka ilivyotumika kwa ajili ya Mungu. Sisi pia tunatumika kwa ajili ya Mungu tukifuata mapenzi yake. Vile vile kushiriki mateso ya Kristo. Kujitoa kikamilifu ina maana ni kushiriki mateso ya Kristo tukimfuata katika njia ya msalaba. Tukimfuata Yesu katika njia ya msalaba. Pale tunajitoa kikamilifu. Kumwamini Yesu, kuokoka, ubakizi kitu. Kwa ufupi, tukijitoa au kujitoa kikamilifu kama sadaka ya kuteketezwa inamaanisha kuishi maisha ya kujitoa, kutumika na kumfuata Kristo kwa moyo wote. Kujitoa kwamba mimi ni wa Yesu, sijasahau kitu. Hakuna kitu nilichosahau nyuma. Wala mimi siishi tena katika maisha ya duniani, siishi tena. Mimi niko ndani ya Yesu, nimejitoa, niko ndani ya Yesu. Sijui kinachoendelea huko nje. Hivi kuna kuaga na ulevi, watu wanakunywaga pombe. Hivi watu wao wanafanyaga dhambi, wewe hujui chochote kinachoendelea. Aliye ndani ya Yesu amekufa, na Biblia inasema kwamba wafu hawajui neno lolote. Vile vile wewe uliyemwamini Yesu na kuokoka katika ukamilifu wa Yesu, hujui kinachoendelea duniani. Hujui kwamba kuna uovu, hujui kwamba kuna dhambi, hujui kwa sababu umekufa, umeteketezwa. Kuingia ndani ya Yesu ni kufa. Wewe hauishi, anaishi Yesu. Wewe umeteketezwa kama sadaka ya kuteketezwa. Huko ndio kuwa ndani ya Yesu. Huko ndio kuokoka. Huo ndio uzima. Huo ndio uzima. Huo ndio uzima wa milele. Kwa hiyo zamani zile za kitabu cha Mambo ya Walawi, kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo. Kwa hiyo tunachotakiwa kukumbuka ni kwamba sisi, Mungu anahitaji kitu kilicho bora. Mungu anataka au Mungu anapokea kitu kilicho bora, kitu kikamilifu. Wewe unajitoa wewe mwenyewe kikamilifu, sio kilema. Ili uwe mkamilifu, utoaji wako unatakiwa uwe utoaji wa vitu kamili, sio mabaki yale, chenji zimebaki kwenye nyanya ndio unaenda kutoa sadaka kwa Mungu.
Kwa hiyo nyanya ni za muhimu kuliko Mungu. Unga ni wa muhimu kuliko Mungu. Maji ya kunywa ni ya muhimu kuliko Mungu. Mungu anataka umtangulize yeye kwanza. Pale ndio namna ya kutoa kilicho kamili mbele za Mungu. Kutoa kile kitu unachokihitaji wewe sana. Kutoa kile kitu ambacho kwako wewe kina umuhimu sana. Mungu ndio anataka ukitoe kile. Ule ndio ukamilifu. Kule ndiko kutoa kuliko kamili. Ndio maana unakuta kuna tofauti kati ya utoaji wa Habili na utoaji wa Kaini. Habili alimtanguliza Mungu, alitoa vile vitu vya kwanza kabla yeye hajaanza kutumia. Alitoa malimbuko. Habili alitoa malimbuko kabla hajaanza kutumia vitu alimpa Mungu. Lakini Kaini yeye alimpa Mungu baada ya vitu yeye kuvitumia, ndivyo akampa Mungu mabaki. Kwa hiyo unaona kati ya watu wawili, mmoja anakubaliwa, mmoja Mungu anamkataa. Mmoja alitoa kilicho kamili, mwingine alitoa kilema, kipofu, kiziwi. Na ndio maana utakuta utoaji ulio kamili Shetani anauchukia sana. Shetani ndani ya Kaini alichukia sana, akamuua Habili. Kwa sababu Habili alitoa kitu kilicho kamili, Habili alionyesha ukamilifu wa Kristo Yesu. Hilo jambo Shetani alilichukia. Kwa hiyo ili sisi tukubaliwe na Mungu, na tukue haraka kiroho na tuwe wakamilifu utoaji. Na sio unatoa mradi unatoa tu. Unatoa vitu ambavyo unajua hiki nikitoa kitambariki Mungu. Nilikuwa nakihitaji 10,000, sio kwamba haina kazi, nina kazi nayo, lakini natoa. Hii 20,000 nina shida nayo sana, lakini hapana, natoa. Ule ndio utoaji ulio kamili. Hili fungu la 10 mimi nalihitaji sana, nina mahitaji, lakini hapana, namtolea Mungu kwanza. Kwa hiyo tunapozungumzia ukamilifu unapatikana kwa njia ya utoaji. Shalom, shalom. Mungu awabariki. Amen.